akampelekea Mordekai mavazi ili kumvika na kumwondolea gunia lake, walakini yeye asikubali. Kisha Esta akamwambia Hathaki, msimamizi wa nyumba, mmoja wapo wa mfalme aliyemwagiza amhudumu Esta, akamtuma kwa Mordekai ili ajue mambo hayo na maana yake ni nini. Amen. Sasa hapa tunafunzwa ya kwamba kulikuwa na huyu mfalme ambaye alikuwa anataka kulikuwa na Hamani alikuwa anataka kuwaua Wayahudi kwa sababu hakuwapenda, kwa sababu ya Mordekai. Mordekai hakuwa anamheshimu kwa kila kitu. Hamani alikuwa mfalme wa dunia, alikuwa mtu wa dunia ambaye alikuwa anakaa chini ya mfalme. Sasa Hamani alikuwa anataka kila mtu anakuja anamshuhudia. Sasa wakati Mordekai aliona tabia zake, akaona hapa yeye haishi kumshuhudia. Unajua sasa binadamu ukiona mtu anakudharau, unaona ya kwamba anakudhulumu. Sasa alikuwa anataka huyu Mordekai atoke kabisa. Ndio maana Mordekai alikuwa na huzuni sana. Kwa waraka ule Hamani alikuwa ameandikia wana wa Yahudi wafanye nini? Wana wa Yahudi wauawe. Sasa maneno hapo walipo kwa maana Mungu tayari ambayo walikuwa naomba, Esta alikuwa ameambia wale watu ya kwamba waombe, wamsaidie kuomba pamoja na vijakazi wake na Wayahudi. Wakakaa 3 days bila kukula, wakifunga na kuomba. Hapo tunafunzwa kwamba Esta alikuwa mwanamke courageous na alikuwa mwanamke mwenye anamtegemea Mungu. Alijua kama Mungu atajionyesha, lakini kwa siri ambao wamejiweka, wamejifinya, hawakuli. Alijua kwamba watapata nini? Watapata kibali. Na hakika Mungu aliongea, Mungu alionekana, wakapata kibali. Kwa hii generation yetu ya sasa hatujui kama tutapata mwanamke mwenye anaweza kusimama kama Esther. Sasa ukiambia mtu mali kuna kifo, mtu anaweza toka mbio hata uweze kumpata. Anambia tuenda huko na unajua tu uko tayari. Huko ni kubaya kimeumana huko. Na unajua ukienda huko labda ni kunyongwa. Kulikuwa na sehemu ilikuwa inatengwa ya kunyonga watu huko. Ukifanya kitu yenye opposite unanyongwa. Sasa siku ya leo na encourage ya kwamba tuwe watu ambao tunaweza heshimu wanaume wetu, tuwe wanawake ambao tuko responsible katika mandoa zetu. Pia wanaume wenye wako kwa nyumba wenye wamefunga leso leo tunawabegi ya kwamba mtusaidie, kwa maana tangu kitambo walikuwa wanajua tu wanawake ni viumbe dhaifu ambao hawawezi chochote. Lakini sasa hata kwa Kenya ukiangalia viongozi wengi si ni wamama. Wamama tumekuwa empowered, hata tunaambiwanga ladies first. Yes. Sasa siku ya leo Mungu atusaidie tuweze kupata kibali kama Esther, tuweze kuingia kinyume cha taratibu. Hata ukienda mahali, hata kama Mungu amekusaidia, ulisoma lakini sasa inafika mahali unasema mimi kama Sela, hiyo ofisi inaweza kaa ndani kweli. Lakini nafaa unajitia moyo. Unakaa na kusema mimi nitaingia kwa hiyo ofisi. Unaenda na imani. Unasema nataka niingie hapa kinyume cha taratibu kama Esther. Na Mungu anakupa kibali. Kila kitu ukifanya, fanya ukisubiria Mungu atakutendea. Jinsi alivyotendea wana wa Yahudi. Esther alipata kibali. Lakini kenye ni attract kibali chake, alikuwa beautiful. Alikuwa sura mzuri, alikuwa mnyenyekevu, aliyepokea favor kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu unajua kila kitu kizuri kinafanya nini? Kinavutia. Sasa wamama in the house tujikaze, tuweze kuwa smart. Tuwe watu wa ku-attract watu. Yenye mtu akisema tunataka tu ule. Hata mfalme akikuona kila mahali pale unaenda anasema tunataka ule. Ikifika situation, hata ukienda barabarani ukikutana na wanaume, wewe ni mke wa mtu lakini wanasema tunataka huyo. Ndio mwenyewe sasa unamwambia hapana, mimi nimeoleka. Ndio wanaume wao wasikii, si ndio? Unaambia mwanamume nimeoleka, anakwambia pia ameoa. Hapo mnako inasema kwanza ndio vizuri sana. Umeoa na mimi nimeoleka. Anasema ndio mzuri sana, sasa hakuna kitu ya kusumbuana hapo. Tuko tu sawa. Hesabu imeingia. Sasa leo tukiwa mama, nataka tuwe mama bomba. Kwa mama ambayo tutakuwa kwanza kuingia katika nyumba ya Mungu, tutengeneze nyumba ya Mungu, tengeneze madhabahu ya Mungu.
yawe madhabahu matakatifu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Pia tufunze watoto wetu wa kike ya kwamba wanaweza pia kutumikia Mwenyezi Mungu katika madhabahu, ili waweze kupata favor jinsi Esther alipopata. Esther hakupata tu akiwa fuani. Pia alikuwa anajishughulisha na mambo ya maombi. Mungu akaingilia kati katika ya maombi yake na taifa ya Wayahudi likakombolewa. Uliona alifanya mpaka mfalme alikuwa amesema Mordekai auawe. Sasa ikakuwa ile kamba nyengenyonga Mordekai ndio ilikuja ikanyonga nani? Hamani, adui wake. Hata nyinyi siku ya leo, huyu adui ambayo anapanga kuangamiza maisha yenu, wacha hiyo mtego ambaye anataka kutegea ni mtege mwenyewe. Hello. Amen. Acha Mungu azidi kutupigania katika kila jambo. Hapo mama tujikazi. Last year kuhusu mkutano wa mama tulikuwa tunaongea kuhusu ya mama kutegemea wanaume. Lakini mwaka wenye nimekuja huku nimepata kila mtu ana hustle. Mtu anagusa huku na huku na huku. Nikasema hii mafunzo yetu ni mzuri. Huku kabisa bali kila mtu ana hustle. Hata Madam Vera, Pastor Veronica alikuwa anawaambia hivyo. Lakini sasa hii kila mtu ameshika kitu ametoka. Kila mtu ni mwanamke bomba, anaweza fanya chochote, anaweza karibisha mgeni kwake. Kabisa wamechange. Mbarikiwe sana. Ujumbe wa